Tulikuwa tunamzungumzia Dr. Slaa, pengine mchango wake kipindi hiki anaweza akawa na mchango mkubwa sana ukawa unahitajika mchango wake. Dr. Slaa ni mwanasiasa wa muda mrefu katika taifa letu na hususan katika chama chetu. Ni kiongozi au ni mwanasiasa ambaye amekuwa katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, amekuwa balozi. Kwa hiyo Dr. Slaa ana uzoefu kwenye siasa za nchi hii, na naamini hata wewe unakumbuka kwenye siasa za miaka ya 2010 mpaka 2014 Dr. Slaa kwa kweli alikuwa mojawapo ya viongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema ambao walikijenga chama na kukifanya kiweze kukubalika kwa ukubwa kabisa kwa wananchi. Kwa hiyo Dr. Slaa ni mtu ambaye ni mzoefu kwenye siasa hizi za nchi yetu. Kwa hiyo kwa sasa mimi binafsi naona kwamba atakuja kuongeza nguvu katika kauli mbiu ya chama ya no reform no election ambayo tunakwenda kuipigia debe kwa wananchi, ili wananchi waweze kuiunga mkono na kuungana na sisi katika kushinikiza serikali iweze kusitisha uchaguzi mpaka pale ambapo tutapata mabadiliko ya kisheria katika mfumo wa uchaguzi. Kipindi anaondoka Dr. Slaa mwaka 2015 ni kipindi ambacho unaweza ukasema upinzani wa Chadema ulikuwa umeshashika mizizi, na pengine angebakia kipindi kile angesaidia hata Chadema ingeweza kuwa imeshika dola, na wengi wakatafsiri kuondoka kwake kama ni usaliti, kwa maana ameondoka kipindi ambacho chama kinamhitaji. Labda kurejea kwake hivi watu wamtafsiri vipi? Ni kwamba mtu anakuja alikuwa kama msaliti, ama tumtafsiri vipi Dr. Slaa? Dr. Slaa ameshaomba msamaha, na siku ya juzi alipokuwa anapokelewa alitubu makosa ambayo aliweza kuyafanya mwaka 2015 ambapo kwa hoteli hata mimi aliniumiza binafsi kwa yale maamuzi ambayo aliyafanya ya kuondoka wakati chama kipo kwenye hatua nzuri ya uchaguzi. Kwa hiyo ameomba msamaha juzi, na tunajua kwamba chama chochote cha siasa kinahitaji watu. Chama cha siasa mtaji wake ni watu, kwa sababu chama cha siasa mtaji wake ni watu. Hata pale ambapo wanakosea na wakarudi wakatubu makosa ambayo waliyafanya, wanasamehewa na wanarudi katika kuendelea kusimama katika misingi ya chama. Lakini pia Dr. Slaa huyu aliondoka yeye kama yeye aliondoka binafsi kufukuzwa. Kwa hiyo kwa sababu ameona kwamba labda ni wakati sahihi yeye kuweza kurudi kwenye chama, ametubu dhambi zake na ameweza kusamehewa, na sasa hivi ameungana na sisi kwenye kuimba wimbo mmoja wa no reform no election. Na labda kurejea kwa Dr. Slaa kunafungua milango kwa wabunge wengine 19 ambao ni wa viti maalum waliingia bungeni na walikuwa wamevuliwa wanachama na Chama cha Demokrasia na Maendeleo, kwamba wanaweza akawa na mazingira yoyote mepesi kwa wao kuweza kurejea hivi sasa baada ya kuona Dr. Slaa amekuja. Mwenyekiti wa chama Mheshimiwa Tundu Lissu alishaweka hili jambo wazi kwamba wale pale walifukuzwa, na kwa sababu walifukuzwa na ngazi ya kamati kuu, lakini baadaye baraza kuu la chama. Kwa hiyo kama wanataka kurejea inabidi waandike barua kwa ile ngazi ambayo iliwafukuza. Kwa hiyo swala lao la msingi tu hapo ni kufuata taratibu kwa kuandika barua kwa ile ngazi ambayo iliwaweza kuwafukuza. Then baada ya hapo wasubiri maamuzi ya hiyo ngazi kwamba kama itakubali kuwarejesha au haitakubali. Kwa hiyo cha msingi wale kama na wao wanania hiyo kama ya Dr. Slaa kuweza kurejea kwenye chama, wafuate tu taratibu, watasikilizwa, ili maamuzi yatatoka kama wanapokelewa au hawapokelewi. Kwa hiyo swala la msingi ni la wao kuweza kupata taratibu. Na kama we kijana ukikaa pengine unafikiria, unaona kabisa kuna nguvu kubwa ambayo wanaweza wakarejea kina Halima Mdee na wakaiongeza ndani ya chama. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema ni chama kikubwa ambacho kila siku kinajenga vijana, kinajenga viongozi. Kwa hiyo siwezi nikasema kwamba wataongeza nguvu au hawataongeza nguvu, lakini kwa urejeo wao kwa kusema kwamba wako tofauti na chama kingine ni tofauti kabisa, kwa sababu hiki chama kina watu wengi ambao ni wazuri, na pengine ni wazuri hata kuliko wao. Kwa hiyo kwenye hiyo engo ya kwamba wataongeza nguvu au hawataongeza nguvu,
naweza nikaona kwamba wanaweza wakaongeza nguvu au pengine wasiongeze nguvu. Kwa hiyo swala la msingi ni la wao tu kufuata taratibu, kama watasamehewa waweze kurejea. Lakini kwa mtazamo wangu mimi binafsi nimeona hata jana watu wengi walikuwa wanapiga kelele kwenye mitandao kwamba urejeo wao hautakuwa sahihi kwa sababu walikosea chama kwa kipindi cha miaka 4. Kuna kiburi ambacho walikionyesha, waliandikiwa barua kufukuzwa chama, lakini bado wakaendelea kukaidi na nini. Kwa hiyo kwenye jambo kama hili kuna watu inaweza likawakatisha tamaa, lakini mimi naamini kwamba kwa sababu bado hawajaomba kurejea ndani ya chama, tusilizungumzie hilo, kwa sababu ungekuwa ameomba ningeweza nikatoa msisitizo wangu kwamba naunga mkono wasirejee au warejee, lakini kwa sababu hawajafanya hivyo bado, hilo swala tungeachana nalo. Sawa. Kuna sakata linafukuta hivi sasa ndani ya chama chenu, licha ya kwamba mnaendelea na mikutano, swala ambalo linamhusu kada wenu Mchome, ambaye yeye aliweza kuwasilisha madai yake kwa msajili wa vyama vya siasa. Na labda unadhani swala hili endapo likatanuka zaidi, likaota mizizi na likapita ndani kabisa ya chama, linaweza likawa lina athari gani? Hili swala halina athari zozote. Halina athari zozote kwa sababu bwana Mchome ambaye ni mwenyekiti wa Chadema wilaya ya Mwanga, alishajibiwa barua yake na mheshimiwa katibu mkuu, ambapo alikuwa amelalamika kwamba idadi ya wajumbe ambao waliwapitisha wajumbe wa kamati kuu au na pia walimpitisha katibu mkuu pamoja na ule uongozi wa jambo ulitolewa na mheshimiwa Tundu Lissu akidhi haikutimia. Lakini mheshimiwa katibu mkuu alishamjibu kwa maandishi ya kwamba akidhi ilitimia na vielezo vingine alivielezea katika barua yake. Kwa hiyo kuhusu ujibuji wa barua ya Chome ulishajibiwa, lakini sasa hivi tu sisi tunaona kwamba mambo haya yanazungumza mtandao. Kwa mfano kama jana msajili amemtaka mheshimiwa katibu mkuu wetu wa chama aweze kumjibu Mchome, lakini mheshimiwa msajili wa vyama anaongelea jambo hilo mtandaoni, ambapo ni jambo ambalo litakiwa alifanye kiofisi kwa kutuma barua kwa mheshimiwa katibu mkuu ili ajue kwamba Mchome ameshajibiwa au hajajibiwa. Lakini Mchome ameshajibiwa na amejibiwa kwa ushahidi mzuri kabisa. Kwa hiyo haliwezi hili swala likayumbisha chama, kwa sababu ni swala ambalo liko wazi. Lakini Mchome labda ni baadhi tu ya vitu ambavyo, au labda baadhi ya watu tu wanampotosha kuhusiana swala hilo, lakini Mchome pia anaweza akazungumzia swala hili kwa sababu pia ni mtu ambaye hata kile kipindi yeye ni mjumbe kwanza baraza kuu. Kwa hiyo anaulizia akidi wakati hakuwepo hata ukumbini kwa sababu yeye baada ya uchaguzi kuisha aliondoka. Sasa unaweza kaona mtu wa namna hiyo anauliziaje akidi kwamba ikutimia wakati hakuwepo ukumbini. Kwa hiyo tunaweza tukasema hata dai lake la kwamba kuna baadhi ya watu wakiwemo Rose Mayemba walipiga kura lakini hawakuwa na uhalali wowote wa kuweza kupiga kura, ni kwamba alizungumza pasi na uhalisia wowote. Huo ni uongo kabisa, kwa sababu Chome mwenyewe atajuaje kwamba kuna Rose Mayemba walipiga kura wakati hakuwepo ukumbini? Yeye aliondoka, ni mjumbe halali wa baraza kuu huyo Mchome, lakini wakati kura zinapigwa hakuwepo ukumbini, aliondoka, hakuwepo ukumbini. Kwa hiyo hawezi akaliongelea swala hili kwa sababu pia hata yeye hakuwepo ukumbini. Lakini bahati nzuri mambo yote yako wazi na mheshimiwa katibu mkuu ana document zote, na siku alishamjibu kwa maandishi, lakini tunaweza tukasema tu kwamba labda kuna ajenda nyingine tofauti na hiyo, lakini kwenye hii ajenda ya kwamba akidi haikutimia ni uongo. Akidi ilitimia na hilo lilithibitika kabisa kwa mheshimiwa katibu mkuu kumjibu mheshimiwa Mchome kwa barua ambayo ina uwazi kabisa. Kwa hiyo mheshimiwa Mchome hana hadhi ya kuendelea kuzungumzia swala hili kwa sababu yeye mwenyewe hatakuwepo ukumbini wakati ambapo tunapiga kura. Na kuna madai kwamba kuna baadhi ya wanachama na viongozi wa Chadema hawana imani na uongozi huu mpya. Labda tulihusishe swala hili na madai ya Mchome? Hapana. Hilo labda kuna baadhi tu ya watu ambao labda hawana imani, na sio kwamba wataendelea kukaa bila kutokuwa na imani na uongozi wa sasa. Ni kwa sababu tu tumetoka juzi kwenye uchaguzi, kwa hiyo bado watu wana majeraha, na chama kinajitahidi sana kuendelea kuwaponya
baadhi ya wanachama ambao walikuwa upande wa pili, ili wote tuweze kuwa kitu kimoja. Lakini mimi naweza nikasema tu kwamba yale ni majeraha tu yanayotokana na masuala ya kiuchaguzi, hususani uchaguzi ule wa ndani ya chama wa mwezi Januari. Kwa hiyo naamini kwamba watapona siku zinavyozidi kwenda, na tutaendelea kuungana kwenye kuendelea kukijenga chama chetu. Kwa hiyo ni swala tu la muda, hawataendelea kuendelea na miemko ya namna hii, bali tu ni swala la muda, na ni swala la kawaida ambalo linakuwepo kwenye masuala ya kisiasa, kwamba mtu lazima utaumia siku 2-3 au miezi kadhaa then utapona. Kwa hiyo mimi na imani yangu kwamba watapona na tutaendelea kukijenga chama, na maneno ya kando yote yatakuwa. Ni kiongozi ambaye unachipukia, pengine labda ukiwa una mawazo mapya ya kiuongozi, una fikra mpya, unahisi ni mikakati ipi ambayo inaweza kudhibiti hii migogoro ndani ya chama? Ni kusimama tu kwenye sheria za chama, miongozo ya chama, na kusimama katika haki. Tukisimama katika misingi ya kufuata taratibu za chama jinsi zilivyo, mtu asionewe, tukisimama katika masuala ya haki, ambayo hayatapelekea upande mmoja kuweza kuonewa, mimi naamini kwamba kutakuwa na uongozi mzuri, kwa sababu misingi mizuri ya kiuongozi ni pamoja na kusimama katika misingi ya haki, kuhakikisha ya kwamba makundi yote ambayo yako ndani ya chama yanatitiwa au unayafanyia treatment sawa, kusiwe na kundi moja ambalo labda linapendelewa. Na kwa hiyo cha msingi kusema watu katika masuala ya haki, kuhakikisha wanachama wote ni sawa. Mimi naamini kwenye kusimama katika misingi hiyo ya taratibu pamoja na misingi ya haki, itazidi kuimarisha chama chetu kama taasisi ambayo inataka kupata ridhaa ya wananchi kuweza kushika